Injera, the speed of Collins Injera. Uhakika viwanjani. Chama Katu through pass. Wow. Ali. Kevin De Bruyne. Oh, wow, that's brilliant. That is magnificent. Hujambo na karibu nguli wa soka katika uhakika viwanjani. Jina langu ni Musa Brian Edaki. Msimamo wa kawaida wa ligi ya kitaifa ya shirikisho la mpira wa wavu nchini Kenya wafikia kikomo. Mkondo wa mwisho katika uga wa Nyayo uliona timu mbalimbali zikipigania nafasi ya kucheza mkondo wa miondoano. Mabingwa wa wanawake Kenya Pipeline walipata ushindi dhidi ya KCB kwa seti 3 kutoka nyuma, huku kikosi cha wanaume JSU kikipata ushindi wa 3 dhidi ya Administration Police Kenya. Running of the league, and of which we used to prepare for the top 8 matches that are coming next week. So this was Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo azitaka timu zinazoshiriki ligi kuu ya FKF nchini Kenya kuhamia nyuga zingine kabla ya AFCON mwaka 2027. Hii ni katika juhudi za utayari wa makala haya, huku viwanja vya kitaifa vikiwekwa chini ya usimamizi ili kuwa tayari kwa matumizi ya kombe la bara Afrika mwaka ujao. Want to encourage the rest of the other clubs to think of all the other sports facilities, the stadia that we have across the country outside Nairobi. Zaidi ya wanariadha 500 wafanya mazoezi katika msitu wa Karura mbele ya mbio za Lewa Marathon. Majaribio haya yalikuwa ya ufunguzi wa mbio za Lewa katika msitu wa Karura. Ulitoa nafasi kwa toleo la 3 la Safaricom CEO's Run. Uliwaleta pamoja katika vitengo vya mbio za kilomita 21, 15, 10 na kilomita 5, kila hatua ikichangia dhamira ya pamoja ya uhifadhi wa misitu, ambapo wanariadha watakutana tena ili kusaidia uhifadhi wa wanyamapori na kulinda urithi wa asili ya Kenya. We are doing it for a great cause, support and enable well-being and support the Lewa Marathon. If you enjoyed this morning, you will love Lewa. Kimataifa, Kylian Mbappe aliwaburura Simba wa Teranga Senegal. Mbappe ambaye alifungua ukurasa wa goli katika dakika 66, Ibrahim Mbaye aliwakombolea Senegal kunako dakika 95 kabla ya Mbappe kupachika bao la 3 dakika ya 96. Senegal ni sharti washinde mechi ya pili dhidi ya Norway itakayofanyika Juni 23 ili kuwa na matumaini ya kufuzu kwa raundi ya 32 bora. Kwingineko, Eric Haaland alifunga mabao yake ya kwanza katika kombe la dunia wakati Norway ilipoilaza Iraq 4-1. Mshambulizi huyu wa Manchester City aliingia akiwa karibu na goli na kuipa Norway bao lao la kwanza kuongoza dakika 29 mjini Boston, lakini bao la kichwa la Ayman Hussein iwasawazishia Iraq. Brilliant header at 1-1. Hussein equalizes for Iraq. Little short. It's far too short. Lionel Messi aliifungia Argentina mabao 3 ya hat-trick na kufikia rekodi ya Miroslav Klose ya muda wote ya mabao 16 kwenye kombe la dunia, huku mabingwa hao watetezi wakiizamisha Algeria 3-0. Katika matokeo yaliyochezwa mapema leo, Austria iliichabanga Jordan 3-1. Baadaye, msikilizaji, Portugal itakuwa inachuana na DR Congo, England ikicheza dhidi ya Croatia. Kufikia hapo, msikilizaji, natamatisha uhakika viwanjani.